Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Marekani inasema mlango wa bahari wa Hormuz ndio silaha ya nyuklia ya kiuchumi ya Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametaja hatua ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kuwa ni sawa na silaha ya nyuklia katika uchumi wa dunia na kusema kuwa Iran inajaribu kuitumia dhidi ya dunia. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Fox News nchini Marekani, Marco Rubio amesema kuwa Iran inajigamba kwamba inaweza kushikilia mateka 20 hadi 25% ya nishati ya dunia. Aliongeza kusema Iran ikiruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia itashikilia mateka eneo lote la Mashariki ya Kati. Marco Rubio anasema anatumai kuwa baada ya mzozo huu dunia nzima itakuwa imetambua tishio linaloletwa na Iran. Hata hivyo, kumekuwa na maswali mengi ni kwa nini Marekani imeiona Iran ni tishio na wakati huu inachukulia mfano wa mlango wa bahari wa Hormuz kwamba huu ni mfano wa kwamba Iran ni tishio katika dunia hii. Anasema ikiwa Iran itakuwa na silaha za nyuklia itakuwa ni tishio eneo lote la Mashariki ya Kati na hata duniani kote. Lakini hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wakiwemo majasusi wa zamani wa CIA hawaoni namna ambavyo Iran inaweza ikawa tishio, kwani ilichunguzwa kwa muda mrefu kuwa na silaha za nyuklia lakini haikuwa na silaha hizo, na hata baadhi yao wakisema kwamba hata vita ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameingia dhidi ya Iran akishirikiana na Israel ni mipango maalum iliyopangwa na rais huyo, kuonekana kuwepo kwa tishio lolote kwa upande wa Iran. Rubio aidha amesema kuwa wahusika wote katika serikali ya Iran ni watu wenye misimamo mikali, lakini wapo baadhi yao wanaoaminika kuwa ni lazima waendeshe nchi na uchumi. Waziri huyo pia amesisitiza kuwa Marekani haitaki kuwadhuru wananchi wa Iran, lakini amesisitiza kwamba kuna haja ya kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na itikadi kali iliyokuwa nao. Akizungumzia maandamano dhidi ya serikali ya Iran mapema mwaka huu na ukandamizaji wa serikali dhidi ya waandamanaji, alisema tulitaka watu wa Iran wasikilizwe badala ya kuwaua watu 30,000 hadi 40,000 mitaani, anasema bwana Marco Rubio. Hata hivyo, taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitajwa kuwa ni tishio kwa nchi nyingi hasa za magharibi pamoja na Marekani, sasa inaonekana kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz imekuwa ni silaha kubwa kwao. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimedumu kwa takribani siku 40 na sasa vita hivyo vimegeuka kutoka kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia hadi kuitaka ifungue mlango wa bahari wa Hormuz. Vita hivyo vilipoanza vilikuwa vya kutaka kubadilisha utawala wa Iran, na mashambulizi mengi ya Israel na Marekani yalikuwa yakiwalenga viongozi wakuu wa taifa hilo na hata kumuua aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei. Iran ilijibu kwa kushambulia kambi za Marekani katika mataifa ya Ghuba kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, na vita vilipozidi kutanuka, Tehran iliamua kuvuruga usafiri wa baharini kwa kuzuia meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imeipa Marekani shinikizo kubwa pamoja na washirika wake wanaotegemea mafuta na gesi ambazo husafirishwa kupitia mlango huo wa bahari. Jeshi la Iran IRGC liliona kuwa kudhibiti mlango huo wa bahari wa Hormuz kutaipa nguvu Iran ya kimkakati kuliko kutumia njia ya zamani ya kujibu mashambulizi. Iran imetishia uchumi wa dunia na imeilazimu Marekani kubadili mtazamo wake wa sasa kutaka kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, na imegeuka kuwa lengo kuu la vita hivyo kwa sasa. Ingawa Iran imetishia awali kuwa ikishambuliwa itafunga mlango huo wa bahari, tishio hilo halijawahi kutekelezwa kikamilifu kama ilivyofanyika sasa. Katika vita vya Iraq na Iran, meli za mafuta zilishambuliwa ila mlango huo wa bahari haukufungwa. Sasa maafisa wakuu wa Iran na viongozi wa vikosi vya usalama wanajadili jinsi wanafaa kudhibiti mlango huo wa bahari katika siku za usoni. Bunge la Iran kupitia tume ya usalama wa taifa wameandaa mswada wa kulazimisha meli zote kupita mlango huo wa bahari wa Hormuz. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.